ambavyo tulikusanyika siku ile ya kesha kwa Krismasi, tukawa na matengenezo na leo tena ni usiku mwingine wa kipekee tulikusanyika na tumepata kibali mbele za Bwana. Usiku huu si usiku wa kawaida, ni siku ya tofauti kwa sababu umebeba nyakati mbili tofauti. Ni usiku wa kipekee kwa sababu umebeba nyakati za mwaka 2025 na wakati mwingine mwaka 2026. Ni kama mpaka ambao unaonesha mambo yote yaliyopita katika mwaka 2025 na tumaini lililoko katika mwaka 2026. Lakini tukikumbuka kwamba siku ya leo tangu mwaka tumeanza 2025 haikuwa rahisi. Wengi walianza vizuri, walikuwepo ile tarehe 1 Januari, waliuona huu mwaka wa 2025, na wengine walipofika mwezi Februari hawakuweza kuona Februari, na ulipofika Machi mwezi wa 3 waliokuwepo mwezi wa kwanza vile vile wengine hata mwezi wa 3 hawakuweza kuona. Hali kadhalika kuna wengine walipofika mwezi wa 4 pia hawakuweza kuona mwezi wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12, hali kadhalika hawaweza kuona. Kwa sasa tunapokuwa tunalitazama jambo hili, tunaona kwamba si jambo nyepesi, si kwa sababu tumestahili, bali ni mkono wa Bwana tu ndio tubeba, ni neema tu. Hata sasa tuko hivi tumestahili, hata wakati huu tunapokuwa tunazungumza tupo hai mbele za Bwana, na wengine walitamani kuwa kama sisi hivi, lakini wametangulia mbele haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokuwa kukumbuka namna hiyo, basi tuimbe wimbo unasema ni mkono wa Bwana unaotubeba. Kwa kifupi, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mkono wa Bwana pekee uliotubeba na kutufikisha hapa tulipo. Ni mkono wa Bwana. Bila mkono wa Bwana hakuna hata mmoja ambaye anaweza kusema kwamba alistahili, bali ni neema. Hauna bahati ya wewe kuwa mahali hapa, hakuna bahati, bali ni neema pekee yake. Neema ya Bwana. Haikuwa rahisi kufika hapa mikono umetubeba. Haikuwa rahisi kufika hapa mikono
Zaburi ya 90 mstari wa 12, neno la Mungu linasema ya kwamba basi uturudishe kuzihesabu siku zetu ili tuweze kujipatia moyo wa hekima. Pale ambapo sasa tunaanza kuzihesabu siku zetu kwamba kila siku ambayo inaonekana ni neema peke yake, ndiko sasa moyo wa hekima unapoonekana, ndiko tunaanza kuona kwamba kumbe ni kweli kwetu sisi, si kwa sababu tumestahili, si kwa sababu ya matendo yetu, bali kwa sababu ya rehema zake yeye peke yake. Tusome ile Zaburi ya 90 mstari wa 12. Zaburi ya 90 na ule mstari wa 12. Zaburi 90 mstari wa 12 inasema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Usiku wa leo unatupa nafasi kubwa sana ya kuweza kwenda mbele za Bwana kwa moyo wa kutafakari. Tunapokuwa tunauangalia mwaka 2025, safari yetu nzima tangu Januari mpaka sasa hivi Disemba tuliopo, tunaona kwamba safari yetu haikuwa tu imejaa tambarare. Safari yetu wakati mwingine ilikuwa imekaa katika nyakati za furaha, na wakati mwingine pia zilikuwa nyakati za huzuni, na wakati mwingine pia zilikuwa nyakati ambazo zinaachia machozi mbele. Lakini bado pamoja na yote, mkono wa Bwana ulitubeba. Na wakati mwingine Mungu aliachia mafanikio, na wakati mwingine pia Mungu aliachia pia changamoto mbalimbali ambazo zilitupa nafasi ya kuweza kujifunza. Kwa hiyo Mungu aliachia mambo mengine ili tuweze kujifunza na kuona ukuu wake, ili tuweze kutegemea katika kusudi lake peke yake. Kwa mwaka huu wa 2025 haukuwa rahisi, na maana sasa wakati mwingine tunapomsoma Mhubiri anatuambia kwamba kuna kila jambo katika kusudi. Katika ile Mhubiri 3 sura ule mstari wa kwanza, hebu tusome ule Mhubiri 3 na ule mstari wa kwanza. Mhubiri 3 mstari wa kwanza inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Tuendelee tena kidogo, tuendelee. Mstari wa pili unasema, tuendelee. Yes. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuwa na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokuwa tunatafakari juu ya Mhubiri sura ile ya 3 na ule mstari wa 1 mpaka wa 7, kumbe tunaona hata kuwepo kwetu hiki ni kwa sababu Mungu ameturehemu na tayari majira yake Mungu ameyaruhusu hata sisi tunaonekana mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa tunatafakari katika hizi nyakati zote ambazo tulipitia, nyakati za furaha bado Mungu alikuwa pamoja nasi, nyakati za huzuni bado Mungu alikuwa pamoja nasi, hata nyakati ambazo tulikata tamaa bado tuliona mlima mkubwa na mzito, bado katikati ya mambo yote Mungu alionekana. Kwa hiyo sasa tumekutanika mahali hapa si kwa maana tu ya kuangalia kumbukumbu za mwaka huu 2025 kuanzia Januari mpaka sasa na mambo yake yote, bali tumekuja kukutana na Mungu wa majira, Mungu wa majira yote, Mungu wa majira ya nyakati za furaha, Mungu wa majira ya nyakati za huzuni, Mungu wa majira ya nyakati ambazo tumekata tamaa kabisa, bali yeye ni Mungu ambaye anatuonyesha upendo wake hata katika majira hayo. Kwa hiyo sasa tunapotaka kuingia katika huu mwaka mpya, bado tunakuwa tunatumaini, tunakuja mbele zake kwa moyo wa shukrani kwa yale mambo yote ambayo tutendea. Hatuji tu kutaka kuhaga huu mwaka au kuingia mwaka mwingine kwa yale ambayo pengine yalikuwa ni changamoto, kumwambia Mungu kwamba kuna mambo ambayo nilikuomba hata sasa bado hujayafanya, bali tunakuja kwa moyo wa shukrani.
Tukimwambia Mungu, tunajua lipo tumaini mbele yetu leo haya, kwa sababu wewe umetutangulia mbele katika mwaka 2026, kwa sababu wewe peke yako ndio unaostahili heshima zote, na bado tunakuamini kwa sababu wewe ni Mungu uliye mwaminifu, na ni Mungu ambaye utakwenda kufanya jambo jipya, hata kama mengine yote ambayo tuliyaomba na hayajafanikiwa, lakini bado wewe Mungu ni Mungu mwenye maisha yote. Na kwa sasa tunaposoma katika Isaya 43 mstari wa 18 na wa 19, yeye anatuambia tusiyakumbuke mambo ya zamani, bali tuyatazamie mambo mapya ya mbeleni, kwa sababu atakwenda kufanya jambo jipya katika mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusome ile Isaya 43. Neno la Mungu linasema, usiyakumbuke mambo ya kwanza, wala usiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya sasa, litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu. Tusiangalie mambo yaliyopita ambayo tunayaona kwamba yalikata tamaa, mengine yalituvunja moyo, lakini katika mambo yote Mungu aliachilia ili tuweze kujifunza. Mengine yalikuwa ni mafunzo ambayo yanatengeneza imani na tumaini jipya katika mwaka 2026. Kwa sasa tunapoingia katika mwaka wa 2026, tunaingia katika matumaini ya mapenzi yake, kwamba tutakuwa chini ya mamlaka yake na chini ya uongozi wake. Kwa sasa leo tutakwenda kutazama mambo machache. La kwanza, kumshukuru Mungu kwa mambo yote ambayo ametutendea katika mwaka 2025. Tutakwenda kumshukuru Mungu kwa sababu si kila kitu ambacho tumefanikiwa. Hakuna jambo lolote ambalo mwanadamu amefanikiwa, liwe dogo au liwe kubwa, ambalo amelifuata kwa sababu ya uwezo wake. Kila tuliofanikiwa kwa sababu Mungu na mkono wake ulikuwa juu yetu. Kama si Bwana, hata yote tuliyopata tusingeyapata. Kwa hiyo kumshukuru Mungu katika yale mambo yote yaliyopita, bado ni kuonesha tumaini ya kwamba Mungu wetu bado ni mwaminifu na atatenda kwa kadri ambavyo tumezidi kumwamini. Na katika kuachilia shukrani, ndivyo ambavyo sasa tunamruhusu Mungu aweze kutenda katika hata mwaka 2026. Zaburi ya 103 mstari wa 1 na 5 tusome, inatuambia kwamba wala tusiyasahau mambo mema ambayo Mungu ameyatenda yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Zaburi 103 mstari wa 1 mpaka wa 5 inasema, ee nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Ee nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote, aukomboe uhai wako na kuhubiri, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibishe mema uzee wako, ujana wako ukarejezwe kama tai. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaomnea. Alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Watano. Nafsi nataka tujiamshe uweze kumwabudu Bwana. Wanaanza pale, ee nafsi yangu mhimidi Bwana na vyote vilivyo ndani yangu. Kila kiungo, akili, fikra na kila kitu lazima tuweze kuviamsha ili tuweze kumhimidi Bwana. Kumhimidi Bwana ni kumwachia Mungu shukrani katika yale yote, na neno linaendelea ya kwamba wala usiyasahau mema yake yote. Yesu asifiwe sana. Tunapoelekea kumaliza huu mwaka, hatuji tu kwa yale ambayo Mungu hajayafanya au pengine tunaona yamechelewa kwa sababu ya maombi yetu, bali tunakuja kwa moyo wa shukrani. Hatuji kwa malalamiko, bali tunakuja kumshukuru Mungu katika hali. Hata yale ambayo hajatenda ni kwa sababu tunajua hajatenda kwa kusudi lake maalum, kwa sababu mpango wake kwake Mungu aliye hai kwetu sisi ni mapenzi yaliyo mema, wala hakuna jambo ambalo hata kama hajalifanya wakati huu Mungu anaweza kusudi jema juu ya maisha yetu. Kwa hiyo sasa, kila mwaka ambao Mungu anapokuwa amewachilia,
umebeba baraka zetu. Kwa hiyo tunapoelekea sasa kumshukuru, tunaachilia Mungu aweze kutenda ndani yetu kwa zile shukrani ambazo tutakuwa tumeziachilia za mioyo yetu mbele zake. Kwa sasa tunakwenda kumshukuru Mungu kama vile ambavyo Maombolezo sura ya 3:22 na 23 tunavyotuambia. Maombolezo 3:22 na 23. Maombolezo sura ya 3:22 na 23 inatuambia kwamba hata katika mambo mengi ambayo tumepita, yakini tulitakiwa tuweze kuangamia, lakini mkono wa Bwana umetubeba, umetusaidia. Ndio maana sasa tunapokwenda sasa hivi tunakwenda kumshukuru Mungu kila mmoja, kwa sababu shukrani zinakumbusha uaminifu wa Mungu. Hata katika hali ambayo Mungu hajayafanya, bado tutaona uaminifu wa Mungu katika hali ambayo bado hayakamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Maombolezo 3:22 na 23. Ni huruma za Bwana kwamba hatungani, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Na sababu gani ambayo tunapaswa kumshukuru katika mwaka 2025? Sasa kila mmoja hapa anazo sababu nyingi sana. Yako mambo mengi ambayo Mungu ametutendea. Ukianza kuyahesabu, kila mmoja anazo sababu zake ambazo ni za msingi sana za kumshukuru Mungu. Lakini yako mambo machache ya ujumla ambayo tuna kila sababu leo hii kuweza kumshukuru Mungu. La kwanza ni ulinzi. Ulinzi tulionao, afya tulionayo, si kwa sababu sisi tumependa. Hata tu amani na utawala, ukienda katika nchi za wenzetu vita vimeenea. Ukienda katika mataifa ya Ulaya huko kama Ukraine, unakuta vita vile kila kona. Na katika mwaka huu tumeshuhudia katika nchi za wenzetu kama Israeli, tunaona vita vikiwa kila kona na watu wakienda wakajifungia mpaka chini ya maandaki. Kwa tunaona ya kwamba ulinzi ambao Mungu ametupa na hatari ambazo pengine tuliziona katika macho ya nyama na kuna zingine hatukuweza kuziona katika macho ya nyama, zote hizo Mungu alitulinda dhidi ya hatari hizo. Kwa hiyo Mungu ametulinda katika mambo mengi sana, na ndio maana tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Ukisoma katika ile Zaburi ya 21 mstari wa 7 na 8, neno la Mungu linasema Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo, atakulinda uingiapo, tangu sasa na hata milele. Kwa hiyo sasa Zaburi inatuambia kwamba Bwana atakulinda. Ulinzi wa Mungu unatulinda tuingiapo, ulinzi wa Mungu unatulinda tutokapo. Hata katika nyakati zote, mambo yote, bado ulinzi wa Mungu. Kwa leo tunapokuja hapa tukiwa tunauaga mwaka, kwanza tunamshukuru Mungu katika hali anayotutendea, na jambo la kwanza lililo kuu ni ulinzi wake usiokuwa na kipimo juu yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini lingine ambalo tuna sababu ya kumshukuru Mungu, Mungu ametupa riziki. Ukiangalia katika tunapotoka kuanzia asubuhi mpaka tunaporejea, lakini ya kwamba hata tunachokipata si kwa sababu tumestahili, bado mkono wa Bwana umetuachilia tangu Januari mpaka Desemba. Bado Bwana hajatupungukiwa. Tunapokwenda bado Mungu anafungua milango ya baraka. Hata tunapokwenda unaona tunafanikiwa, si kwa sababu tumestahili, si kwa sababu sisi ni matendo yetu yako juu kuliko wale wengine ambao hawajafanikiwa, hali ni kwa sababu ya mkono wa Mungu. Kwa leo hii tunapokuwa hapa, baadaye ya si mrefu sana, kila mmoja atakwenda kukumbuka kuanzia Januari jinsi Mungu alivyomsaidia, jinsi Mungu alivyomfanikisha, na hivyo tunapoachia sifa za mioyo yote mbele za Mungu na liinua jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika Wafilipi 4 na ule mstari wa 19, 4:19 anasema hivi: na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake. Kwa kadri ya utajiri wake. Kwa sasa unaona kwamba kumbe kile tulichokuwa tunakihitaji na kile tulichokipata Mungu aliachilia kuanzia Januari mpaka Desemba. Isingekuwa yeye Mungu wa mbingu na nchi, tusingekuwa hapa tulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sababu nyingine kwa nini tumshukuru Mungu, ukijaribu kuangalia wengine wako hospitalini, ukienda Muhimbili utaona, ukienda Ushoroni utaona, ukienda maeneo mengine kuna magonjwa mbalimbali ya kutisha.
wengine magonjwa ya figo ambao wanahitaji kwenda hospitalini walau mara 2 kwa wiki. Kila baada ya siku 3 lazima afanyiwe dialysis, ambayo gharama yake ni kubwa mno. Na wengine wanakuta magonjwa ya kisukari, kuna wengine wanakuta magonjwa ya kutisha kansa, lakini sisi Mungu ametusaidia. Kuanzia Januari mpaka Desemba, unakuta pengine hata kama magonjwa tunayapata yanakuwa ni ya kawaida tu. Je, sisi ni zaidi ya wale wengine? Sisi ni zaidi ya wale ambao bado wako hospitalini? Wengine hata kunyanyuka mwaka mzima, wengine hata miaka yeye hata kujigeuza, anageuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa tunapoyatafakari mambo yote haya, bado tuna sababu ya kumshukuru Mungu katika kipindi chote ambacho ametusaidia na mkono wake umekuwa juu yetu. Zaburi ya 147 na ule mstari wa 3 tukausoma, yeye anatuponya, anatusaidia hata sasa afya yetu imekuwa kwa sababu ya mkono wake. Tatu nasema kuwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Mengi ambayo tumepitia katika hata hali zetu za ndani, mioyo yetu ilijeuliwa, nafsi yetu ilijeuliwa, kuna hakika tamaa, mwili uliguswa, nafsi iliguswa, lakini pamoja na yote kwamba Zaburi anatuambia katika mstari wa 147 yeye huwaponya waliopondeka na moyo. Lakini lingine, kwa nini tunapaswa kumshukuru Mungu? Tunashukuru Mungu kwa sababu yeye anatusaidia katika majaribu. Biblia inasema ya kwamba jaribu alikuwapata nyinyi lililo zaidi ya binadamu, lakini pamoja na yote Mungu alifanya njia ya kutokea. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anafanya njia, na amefanya Januari, amefanya Februari. Kuna mengine yanatukuta majaribu mpaka unasema kama singekuwa Bwana ningekuwa nimepotea kabisa. Ukisoma katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 13, Paulo anafunua siri kubwa kwamba kumbe katika majaribu mbalimbali tunayopitia, bado Mungu anatusaidia kwa kufungua mlango wa kutuokoa katika haya majaribu. Tusome ile andiko, Wakorintho wa kwanza nasema, jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mambo wa kutokea ili mweze kustahimili. Tunamshukuru Mungu kwanza kwa sababu ya ulinzi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uponyaji. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya riziki ambazo ametusaidia. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutusaidia katika majaribu mbalimbali. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa sasa niwaombe tusimame, tutamshukuru kila mmoja. Unajua namna ambavyo Mungu amekusaidia. Hata kusema ni ya jumla tu, lakini yako mengi ambayo ndani ya moyo wako Roho Mtakatifu anaenda kukukumbusha namna wema wake ulivyokuwa mkuu katika Januari mwaka 2025. Wanangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru, isingelikuwa ni wewe singelipata wokovu. Yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru, isingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu. Yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru, isingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru, isingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu. Isingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu. Baba
yanipasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, isingelipata wokovu na ugonjwa ule ulionipata. Isingelikuwa ni wewe, isingelipata uponyaji. Isingelikuwa ni wewe, isingelipata uponyaji. Baba yangu anihurumie, sasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, isingelipata wokovu. Kuwa ni wewe, isingelikuwa 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 ni wewe, Baba sasa nishukuru. Isingelikuwa ni wewe, hajali. Isingelikuwa wewe, isingelikuwa isingelikuwa ni wewe, isingelipata isingelikuwa ni wewe, isingelipata isingelikuwa ni wewe, isingelipata tafakari mambo ambayo Mungu ametendea ulinzi wake. Wengine katika ugonjwa huo uliopata, wengine waliondoka duniani. Katika ugonjwa huo uliopata, wale wengine wamelala. Hata katika mambo mengi, katika majaribu ambayo jaribu lile ulilopata, kuna wengine wameondoka kabisa katika neema, lakini mimi na wewe bado tupo. Fikiria wema wa Mungu ulivyo mkuu katika maisha yetu. Fikiria hata katika familia ambazo Mungu ametujalia. Kuna wengine wanatafuta familia lakini hawajaweza kupata, lakini sisi Mungu amezidi kutupa neema. Yako mengi mno ambayo Mungu ametujalia. Basi niombe sasa kila mmoja wetu, twende tumwambie Mungu asante, asante katika yale mambo yote unayajua. Mwambie Mungu asante. Katika mwaka 2025 hakika nimeuona mkono wako, hakika nimeuona mkono wako, hakika nimeuona mkono wako. Baba wa mbinguni, nakuja mbele zako pamoja na watoto wako, Bwana Mungu wa majeshi.
Tunakumbuka katika mwaka 2025 haikuwa rahisi Bwana, umetutendea mambo makuu na mkono wako umeweka katika magonjwa ambayo Mungu ulitulinda Bwana na kutuponya, katika huzuni ambazo tulikuwa nazo Bwana Mungu ulitulinda nasi, katika machozi ambayo Mungu yalitoka Bwana kutokana na tamaa, Bwana mkono wako Bwana ulitufariji Bwana, hata katika majaribu mbalimbali ambayo Mungu kitawasaidia kuendelea kuwapa kabisa na kutoka katika njia ya wokovu. Lakini Bwana Mungu wewe pamoja nasi, rehema zako ni nyingi Bwana Mungu, na kila sababu ya kukushukuru. Mshukuru Mungu ya kwa mengi, mshukuru, fungua moyo wako. Sijui ningekuwa kwa nini bila mkono wako Bwana sitamshukuru Bwana, bila roho yako Bwana sijui ningekuwa kwa nini Bwana. Nakushukuru kwa neema hii Bwana, nakushukuru kwa uzima huu. Yesu, nakushukuru kwa uzima huu Bwana, nakushukuru kwa namna ambavyo wewe nakushukuru mtakatifu Bwana Mungu, nakushukuru kwa namna hii ambao wachilia nakushukuru kwa jinsi nakushukuru Bwana, nakushukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sio kama sisi Bwana Bwana mkono sio jambo pesa bila kuweza kutea Mungu atafanya sio jambo la kawaida bila ya mkono wako Bwana, sio jambo pesa Bwana sifa tukufu na shukrani azirisha wako Bwana, ana wewe ndio unafanya Mungu, ana wewe ndio unatenda kuzidia Bwana mambo umetenda kwenye afya yako pamoja nasi Bwana, umetenda kwenye familia yako na jina lako lilokuna, umetenda kwenye uchumi wako Bwana Mungu amechesha, umetenda kwenye kazi zako Bwana. Bwana sifa na utukufu za wewe Roho Mtakatifu. Nakushukuru Jehova. Yesu nakushukuru kama nusu saa za kuingia kama mwaka mpya. Yesu nakushukuru. Twende tena sasa katika Yesu nakushukuru, tafuta uso wa Mungu wa toba na unyenyekevu. Twende tutafute uso wa Mungu wa toba na unyenyekevu. Tumetoka kumshukuru Mungu katika mambo ambayo ametutendea. Twende sasa kwa kifupi ikaombe toba, ikamwambie Mungu yako mambo mengi ambayo mioyo yetu haiko sawasawa, yako mambo mengi ambayo bado hayampendezi Mungu. Maombolezo sura 3:40 neno la Mungu linasema, na uchunguze njia zetu na kuzijaribu ili tuweze kurudi kwa Bwana. Lakini Zaburi ya 139:24 neno la Mungu linasema, ewe Mungu nichunguze moyo wangu, uyajue mawazo yangu, unijaribu uone kama iko njia ambayo inaenda uovuni ndani yangu. Kwa hiyo tunakwenda kumwambia Mungu atuchunguze, ikiwa iko njia yoyote ambayo imemea ndani yetu inaweza kutupelekea katika mwaka 2026 tukaingia huo mwaka, lakini bado ile njia ya uovuni iko ndani yetu. Kwa kila mmoja achunguze njia zake, aruhusu Mtakatifu aweze kuchunguza ndani kabisa katika njia zetu zote za mwaka 2025 katika hali ambayo ya kumpendeza Mungu. Basi Mungu atusaidie tusiweze kwenda nayo mwaka 2026. Nenda kwa moyo wa toba kabisa na kunyenyekea mbele zake. Nenda kwa moyo wa toba na kunyenyekea mbele zake. Tutafute uso wa Mungu kwa toba, kwa sababu hatuko sawa sawa. Yako mambo ambayo hayakumfurahisha Mungu na yako mambo ambayo hayamfurahisha, lakini bado tuko nayo. Twende mbele za Mungu sasa. Mungu naomba Bwana, naomba tusaidie Mtakatifu. Naomba tusaidie Bwana, yako mambo mengi ambayo yanapendeza wewe. Yesu naomba tusaidie Bwana, tusaidie katika mwaka 2025
ombi yako hatuyafanya sasa mapenzi yako nisamehe Jehova, hata mioyo yetu Bwana Mungu imekosea sisi wenyewe Bwana, tukapungukiwa na utukufu wako Bwana, tukapoteza uwepo wako na uso wako mtakatifu. Bwana Mungu wa majeshi, ungesema alipachunga kabisa, ninaomba Bwana nisamehe, nisamehe Bwana Mungu wa majeshi, nisamehe Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wangu naomba unisamehe, achilia Bwana msamaha, achilia damu yako Bwana Mungu wa majeshi, achilia moyo wako wenye nguvu, hamu yako ikakusamehe kila mwovu Bwana Mungu, katika hali ambayo hata ndani yetu Bwana, ninaomba Bwana unisamehe, Mungu tunatubu kabisa, Mungu tunatubu kabisa, naomba unisamehe Bwana Mungu wa majeshi, tusamehe kabisa Bwana Mungu wa majeshi, tusiingie kwa 2026 au tabia zile zile, tukiingia 2026 tukiwa Bwana Mungu hatuwezi kukufurahisha wewe, mbele zako ninaiomba sana vita Bwana, katika mwenendo wangu ninatubu Mungu wa majeshi wa mbingu na nchi, ninatubu Jehova Bwana, ninatubu Bwana Mungu wakati kusimama mbele zako kwa uaminifu, nikiwa kwa moyo wangu wazi mbele zako, wewe unanijua vyema Bwana, hakuna mahali ambapo naweza kujikamilisha, lakini Mungu wewe Bwana sitaki tena kuwaweka watu tukiwa tuna katika moyo wa toba. Hebu jitafakari sasa, jitafakari katika mwaka 2025, jiulize maswali kama ulienda kwa uaminifu mbele za Mungu, uliishi vipi mbele za Mungu, kwa maneno yako, kwa mawazo yako na kwa matendo yako, yalimtukuza Mungu. Ulimtii Roho Mtakatifu pale alipokuambia, alipokuonya na kukuongoza. Fikiria mangapi ambapo Roho Mtakatifu alikuwa akikuzuia usifanye na ukafanya. Katika kitabu cha Korinto wa pili sura ya 13 mstari wa 5 inasema tujaribu wenyewe kama bado tupo katika imani. Katika mwaka 2025 na kama mambo mengi mnaambia yanaonyesha kabisa kama Kristo angekuja mwezi wa pili, angekuja mwezi wa tatu, angekuja mwezi wa 4, huenda humu ndani tungeachwa karibu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbele za Mungu sasa tutamwambia Mungu atusaidie tuweze kuacha dhambi kabisa. Biblia inasema katika Mithali 28 mstari wa 13 ya kwamba afyaye dhambi atafanikiwa, bali yeye anayeziungama na kuziacha atapata rehema. Leo yetu iko wazi mbele za Mungu. Tukwenda katika njia ya usahihi mbele zako, kwa maneno yetu, kwa maneno yetu, kwa matendo yetu. Naomba utusamehe. Tunatamani 2026 kuishi pamoja na wewe, tukupende wewe, tukuishie wewe. Biblia inasema katika ile Mithali 28 mstari wa 13, augumaye dhambi zake na kuziacha, huyo ndo atakayepata rehema. Hata njia ambazo ni mbaya mwaka 2025 usiende nazo mwaka 2026.